Leo tuone kwa nini Mungu alitupa amri, msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu. Tuangalie Warumi sura ya 12 mstari wa pili. Katika Warumi sura ya 12 mstari wa pili imeandikwa msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Ndipo mtaweza kuonja na kuhakikisha ni nini mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yanayopendeza machoni pake na ukamilifu. Biblia inafafanua kizazi hiki kama kizazi kiovu na cha uzinzi. Hata kama kila kitu kinaruhusiwa ulimwenguni, hatupaswi kukubali mambo ambayo Mungu hayaruhusu. Kwa nini Mungu anatuambia tusifuate ulimwengu huu? Watu wanahisi kwamba wasipofuatana na mitindo ya ulimwengu, wataonekana kuwa wamepitwa na wakati. Tusipofuata jinsi watu wa ulimwengu wanavyovaa au wanavyoishi, tunaweza kuhisi tuko nyuma ulimwenguni. Walakini Mungu anasema msifuatishe mfano wa ulimwengu huu. Ni kwa sababu Mungu anaona mwisho tangu mwanzo. Anajua jinsi kizazi hiki kilivyo kiovu na cha uzinzi. Katika siku za Noa, dhambi ilikuwa imeenea ulimwenguni na kila kitu walichofanya wanadamu kilikuwa kiovu sana machoni pa Mungu kiasi kwamba akauhukumu ulimwengu kwa maji. Kwa nini Mungu alinyesha moto katika siku za Sodoma na Gomora? Ni kwa sababu dhambi ilikuwa imeenea sana. Mungu aliwahukumu kwa sababu hakuweza kuvumilia tena kuona uovu wao. Pia inasema kwamba katika siku za mwisho, ulimwengu utahukumiwa kwa moto. Kwa nini ni hivyo? Sababu ni hiyo hiyo. Machoni pa Mungu, watu katika ulimwengu huu ni wenye dhambi na waovu sana. Hivyo Mungu anawaambia watu wa mbinguni, msijifunze kamwe njia za mataifa. Hata kama jambo fulani linavumiliwa na watu wa ulimwengu, hatupaswi kutembea njia hiyo kama Mungu anasema ni ovu machoni pake. Leo hebu tuandike mafundisho haya ya Biblia mioyoni mwetu. Kwanza tuangalie kutoka sura ya 20 mstari wa 12. Kutoka sura ya 20 mstari wa 12. Waheshimu baba yako na mama yako, ili upate kuishi siku nyingi katika nchi anayokupa Bwana Mungu wako. Usiwe, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumishi wake wa kiume au wa kike, wala ng'ombe wake au punda wake, wala chochote kile alicho nacho jirani yako. Katika mstari wa 14 Mungu anasema usizini. Takribani miaka 60 imepita tangu Baba alipohubiri Injili katika dunia hii na kanisa letu la Mungu lilianzishwa. Katika nyakati zozote Mungu anatufundisha msifuate kizazi hiki kiovu na cha uzinzi. Ingawa ulimwengu umepotoka, watoto wa mbinguni wanapaswa kuishi maisha matakatifu na ya kumcha Mungu. Alituamsha msipoteze imani ya kuitazamia siku ya Mungu.
Tuangalie Petro wa pili sura ya 3. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 6. Ulimwengu wa wakati ule uligharikishwa kwa hayo maji na kuangamizwa. Lakini kwa neno lilo hilo, mbingu za sasa na dunia zimewekwa akiba kwa ajili ya moto, zikihifadhiwa hadi siku ile ya hukumu na ya kuangamizwa kwa watu wasiomcha Mungu. Tuendelee na mstari wa 10. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Ndipo mbingu zitatoweka kwa kishindo kikuu, navyo vitu vya asili vitateketezwa kwa moto, nayo dunia na kila kitu kilichomo ndani yake kitaunguzwa. Kwa kuwa vitu vyote vitaharibiwa namna hii, je, ninyi imewapasa kuwa watu wa namna gani? Inawapasa kuishi maisha matakatifu na ya kumcha Mungu, mkingojea na kuhimiza kuja kwa hiyo siku ya Mungu. Mungu anatabiri kwamba kizazi hiki kitahukumiwa kwa moto. Mungu anatufundisha tusiyapoteze maisha yetu matakatifu na ya kumcha Mungu. Ndiyo maana Mungu aliwaamuru waumini wa kanisa la mapema kutojihusisha katika matendo hayo maovu. Tufungue Matendo sura ya 15. Matendo sura ya 15 mstari wa 28. Kwa maana imempendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo wowote mkubwa zaidi ya mambo haya yafuatayo ambayo ni ya lazima, kwamba tunapaswa kufanya nini? Mjiepushe na vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na damu, au kula nyama ya mnyama aliyenyongwa, na mjiepushe na uasherati. Mkiyaepuka mambo haya, mtakuwa mmefanya vyema. Ni lazima tuelewe kwamba Mungu, Roho Mtakatifu, aliondoa kila mzigo mwingine mzito na akatuamuru tufuate hili. Tuangalie Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 1. Sura ya 5 mstari wa 1. Yamkini habari imeenea ya kuwa miongoni mwenu kuna uzinzi ambao haujatokea hata miongoni mwa watu wasiomjua Mungu, kwamba mtu anaishi na mke wa baba yake. Nanyi mwajivuna. Je, haiwapasi kuhuzunika? Kuhuzunika kwa sababu ya tendo hilo ovu, na kumtenga na ushirika wenu mtu huyo aliyefanya mambo hayo. Hata kama siko pamoja nanyi katika mwili, niko nanyi katika roho. Nami nimekwisha kumhukumu mtu huyo aliyetenda jambo hili, kama vile ningekuwepo. Mnapokutana katika jina la Bwana wetu Yesu, nami nikiwepo pamoja nanyi katika roho na uweza wa Bwana Yesu ukiwepo, mkabidhini mtu huyu kwa. Huyu mtu anakabidhiwa kwa nani? Shetani. Tuendelee na Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18. Ikimbieni zinaa. Dhambi zingine zote atendazo mtu ziko nje ya mwili wake, lakini yeye azinie hutenda dhambi ndani ya mwili wake mwenyewe. Je, hamjui ya kwamba miili yenu miili yetu ni nini? Ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa kuwa miili yetu ni hekalu takatifu ambapo Mungu hukaa, hatupaswi kulitia unajisi hekalu la Roho Mtakatifu kwa vitu kama hivyo. Je, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu akae ndani yenu, ambaye mmepewa na Mungu? Ninyi si mali yenu wenyewe, kwa maana mmenunuliwa kwa gharama. Kwa hiyo, tunapaswa kufanya nini? Mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Mungu alipoharibu Sodoma na Gomora, alimwokoa Loti, mtu mwenye haki. Katika nyakati hizi, tunahitaji kuchunguza tofauti kati ya wale walioangamizwa na wale waliookolewa. Ni mtu wa aina gani aliyeokolewa na aliokolewa katika hali gani? Kwa nini wengine walihukumiwa kwa moto? Mungu anasema, je, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu lililonunuliwa kwa damu ya Mungu?
Ninyi si mali yenu wenyewe. Lazima msitende kwa uzembe, mmenunuliwa kwa gharama. Kwa hiyo tunapaswa kufanya nini? Mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Ni lazima tuwe watu wa mbinguni wanaomtukuza Mungu. Tuone hili katika Waefeso sura ya 5. Hata kama kitu kinakubaliwa sana na watu wa ulimwengu, ikiwa Mungu hapendezwi nacho, hatupaswi kukifanya. Sisi ni hekalu ambalo Mungu alilinunua kwa damu yake. Hekalu takatifu lazima lisitiwe unajisi kwa mambo maovu. Tuangalie sura ya 5 mstari wa 3. Lakini washerati usitajwe miongoni mwenu, wala uchafu wa aina yoyote, wala tamaa, kwa sababu mambo haya hayastahili miongoni mwa watakatifu. Wala pasiwepo mazungumzo machafu ya aibu au maneno ya upuzi au mzaha ambayo hayafai, badala yake mshukuruni Mungu. Kwa habari ya mambo haya mjue hakika kwamba msherati, wala mtu mwovu, wala mwenye tamaa mbaya, mtu kama huyo ni mwabudu sanamu, kamwe hataurithi ufalme wa Kristo na wa Mungu. Esau ni mfano wa wale walioshindwa kupokea urithi. Angeweza kurithi mali ya baba yake, lakini hakuweza kuvumilia wakati wa njaa, naye akayumbishwa na hisia za muda mfupi. Tuangalie kisa cha Esau aliyepoteza haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Tufungue Waebrania sura ya 12. Waebrania sura ya 12 mstari wa 14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu, ambao bila kuwa nao hakuna mtu atakayemwona Bwana. Angalieni sana mtu yeyote asiikose neema ya Mungu, na kwamba shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Angalieni miongoni mwenu asiwepo mwasherati au mtu asiyemcha Mungu kama Esau, ambaye kwa ajili ya mlo mmoja aliuza haki ya uzaliwa wake wa kwanza. Ijapokuwa Esau alikuwa mzaliwa wa kwanza, aliuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya bakuli la mchuzi wa dengu. Waebrania sura ya 12 inatufundisha kutouza haki yetu ya mzaliwa wa kwanza kwa sababu ya uasherati. Angalieni miongoni mwenu asiwepo mwasherati au mtu asiyemcha Mungu kama Esau, ambaye kwa ajili ya mlo mmoja aliuza haki ya uzaliwa wake wa kwanza. Mstari wa 17. Baadaye, kama mnavyofahamu, alipotaka kurithi ile baraka, alikataliwa, maana hakupata nafasi ya kutubu, ingawa alitafuta kwa machozi. Mungu alitufundisha kupitia Biblia kwamba mtu anaweza hata kupoteza nafasi ya kutubu. Katika enzi hii ya mwisho, Shetani atakashifu na kuwajaribu hata watu wa mbinguni kwa kuufanya ulimwengu uwe mwovu na wa uzinzi. Kwa kuwa Mungu aliona mwisho tangu mwanzo, anajua kwamba watu wanaweza kuangukia kwenye hila hizo ovu. Anakazia utakatifu na utauwa kwetu. Tufungue Mithali sura ya 6 mstari wa 23. Tuangalie sura ya 6 mstari wa 23. Kwa maana amri hizi ni taa, mafundisho haya ni mwanga, na maonyo ya maadili ni njia ya uzima, yakikulinda na mwanamke aliyepotoka, kutokana na maneno laini ya mwanamke aliyepotoka.
Moyo wako usitamani uzuri wake wala macho yake yasikuteke. Kwa maana kahaba atakufanya uwe maskini hata ukose kipande cha mkate, naye mwanamke mzinzi huwinda maisha yako hasa. Je, mtu aweza kuchotea moto kwenye paja lake bila nguo zake kuungua? Je, mtu aweza kutembea juu ya makaa ya moto yanayowaka bila miguu yake kuungua? Ndivyo alivyo mtu alalaye na mke wa mwanaume mwingine, hakuna yeyote amgusaye huyo mwanamke ambaye hataadhibiwa. Watu hawamdharau mwizi kama akiiba kukidhi njaa yake wakati ana njaa. Pamoja na hayo, kama akikamatwa lazima alipe mara 7, ingawa inamgharimu utajiri wote wa nyumba yake. Lakini mwanaume azinie na mwanamke hana akili kabisa, yeyote afanyaye hivyo. Mtu kama huyo huangamiza nani? Hujiangamiza mwenyewe. Shetani huweka kila aina ya majaribu na mitego ili kuwazuia watoto wa Mungu wasiupokee wokovu. Yesu alisema, msijifunze kamwe kutoka kwa ulimwengu huu, kwa sababu ni mwovu na wa uzinzi. Alisema kwamba hatupaswi kufuata ulimwengu huu. Je, haitupasi sisi kufuata mfano wa Mungu? Lazima tufuate njia takatifu ya Mungu. Tuendelee na sura ya 7. Mithali 7 mstari wa 1. Mwanangu, shika maneno yangu na kuzihifadhi amri zangu ndani yako. Shika amri zangu nawe utaishi, linda mafundisho yangu kama mboni ya jicho lako. Mstari wa 7. Niliona miongoni mwa wajinga, nikagundua miongoni mwa wanaume vijana, kijana asiye na akili. Alikuwa akishuka njiani karibu na pembe ya kwake, akielekea kwenye nyumba ya huyo mwanamke. Wakati wa machweo, jua likipungua nuru yake, giza la usiku lilipokuwa likiingia. Ndipo huyo mwanamke akatoka kumlaki, hali amevaa kama kahaba akiwa na nia ya udanganyifu. Ni mwanamke mwenye makelele na mkaidi, miguu yake haitulii nyumbani. Mara kwenye barabara za mji, mara kwenye viwanja vikubwa, kwenye kila pembe huvizia. Huyo mwanamke alimkumbatia kijana na kumbusu, na kwa uso usio na haya akamwambia, nina sadaka za amani nyumbani, leo nimetimiza nadhiri zangu. Kwa hiyo nimetoka nje kukulaki, nimekutafuta na nimekupata. Nimetandika kitanda changu kwa kitani za rangi kutoka Misri. Nimetia manukato kitanda changu kwa manemane, udi na mdalasini. Njoo, tuzame katika mapenzi mpaka asubuhi, tujifurahishe wenyewe kwa mapenzi. Mume wangu hayupo nyumbani, amekwenda safari ya mbali. Amechukua mkoba uliojazwa fedha na hatakuwepo nyumbani karibuni. Kwa maneno laini yule mwanamke akampotosha, alimshawishi kwa maneno yake laini. Mara huyo kijana alimfuata yule mwanamke kama fahali aendaye machinjoni, kama kulungu aingiaye kwenye kitanzi, mpaka mshale umchome ini lake, kama ndege anayenaswa kwenye mtego, bila kujua itamgharimu maisha yake. Sasa basi wanangu, sikilizeni kwa makini nisemalo. Usiruhusu moyo wako ugeukie njia za huyo mwanamke, wala usitangetange katika mapito yake. Aliyowaangusha ni wengi, aliyowachinja ni kundi kubwa. Nyumba yake. Njia kama hiyo ni njia kuu iendayo kaburini, ielekeayo chini kwenye vyumba vya mauti. Kuhusu mambo haya, Biblia inatupa maonyo mengi. Sababu ya Mungu kuwaonya watu wake wa mbinguni kuhusu mambo haya ni kwamba ni vigumu kwa watu hawa kumrudia. Mioyo yao inamwacha Mungu kwa urahisi. Kwa kuwa Shetani anajua hili, anaweka vifaa vingi vya udanganyifu karibu nasi na kwa bidii anaufanya ulimwengu ujae uasherati. Tufungue Hosea sura ya 4. Hosea sura ya 4 mstari wa 12. Wa watu wangu hutaka shauri kutoka kwa sanamu ya mti, nao hujibiwa na fimbo ya mti. Roho ya ukahaba imewapotosha, hawana uaminifu kwa Mungu wao.
Hata watakatifu ambao wamekuwa wakiifuata njia ya Mungu kwa neema wanaweza kupotoshwa na mambo kama hayo, wakigeuka mbali naye kwa urahisi. 하나님을 쉽게 잃어버리게 되고 저버리게 되는 이런 일들이 생겨날 수 있다는 뜻이죠. Tuone mstari wa 13. Wanatoa dhabihu juu ya vilele vya milima na sadaka za kuteketezwa juu ya vilima, chini ya mialoni, milibua na miela ambako kuna vivuli vizuri. Kwa hiyo binti zenu wamegeukia ukahaba na wake za wana wenu uzinzi. Watu wa mbinguni wanaweza kumwacha Mungu kwa njia hii, na Shetani anafahamu udhaifu wao vizuri. Hivyo, kupitia mafundisho ya Biblia, Mungu anasema tena na tena, msifuate ulimwengu huu. Anasisitiza kwa nguvu, msiangukie kwenye upumbavu wa kuufuata ulimwengu kwa sababu tu unasema, hivi ndivyo mambo yalivyo. Tuendelee na Hosea sura ya 5 mstari wa 4. Tuangalie sura ya 5 mstari wa 4. Matendo yao hayawaachii kurudi kwa Mungu wao. Matendo yao yanawazuia kumrudia Mungu. Ni kwa sababu dhambi zingine hutendwa nje ya mwili, lakini uasherati hutendwa ndani ya mwili wa mtu mwenyewe. Tuone mstari wa 4. Matendo yao hayawaachii kurudi kwa Mungu wao. Roho ya ukahaba imo ndani ya mioyo yao. Matokeo yake hawamkubali nani? Hawamkubali Mungu. Wanaishia kupuuza neno la Mungu. Hatimaye hawana akili timamu kama wanatembea njia ya ukweli au wanaishi maisha yaliyopotoka. Kwa kuwa tunaweza kupoteza uamuzi sahihi, Mungu anatuonya mara kwa mara tuwe waangalifu kuhusu mambo haya. Tuendelee na mstari wa 5. Kiburi cha Israeli kinashuhudia dhidi yao. Waisraeli, hata Efraimu, wanajikwaa katika dhambi zao. Pia Yuda atajikwaa pamoja nao. Wakati wanapokwenda na makundi yao ya kondoo na ng'ombe kumtafuta Bwana, hawatampata. Kwa nini ni hivyo? Yeye amejiondoa kutoka kwao. Esau alipoteza haki yake ya mzaliwa wa kwanza, na baadaye alipojaribu kupokea hiyo baraka tena, alilia kwa uchungu na kumsihi baba yake. Walakini baba yake akasema, Yakobo amepewa baraka zote. Baraka ambayo imetolewa haiwezi kuchukuliwa tena. Mwasherati atakuwa kama Esau aliyelia sana. Mungu anatuambia tusipoteze mambo ya mbinguni ya milele kwa sababu ya anasa za muda, akisema, msifuatishe mfano wa ulimwengu huu. Tunaweza kuona katika Biblia kwamba Mungu analisisitiza hili kwa nguvu. Tuangalie Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 5. Tuangalie sura ya 2 mstari wa 5. Kisha ama hakuusamehe ulimwengu wa kale alipoleta gharika juu ya watu wale wasiomcha Mungu, bali akamhifadhi Noa, mhubiri wa haki, pamoja na watu wengine 7. Kama alihukumu miji ya Sodoma na Gomora kwa kuiteketeza kwa moto ikawa majivu, na kuifanya kuwa kielelezo kwa yale yatakayowapata wale wasiomcha Mungu. Na kama alifanya nini? Alimwokoa Loti, mtu mwenye haki ambaye alihuzunishwa na maisha machafu ya watu wapotovu. Roho ya haki ya Loti ilifadhaika kwa sababu ya matendo ya uzinzi yaliyomzunguka. Hivyo Mungu alimwokoa Loti, mtu mwenye haki. Mstari wa 8, kwa sababu yale matendo mapotovu aliyoyaona na kuyasikia huyo mtu mwenye haki alipoishi miongoni mwao yalimhuzunisha siku baada ya siku.
Ikiwa hivyo ndivyo, basi Bwana anajua jinsi ya kuwaokoa wamchao Mungu kutoka majaribu na kuwaweka waasi katika adhabu hadi siku ya hukumu. Mungu anatuamsha kwa hili kupitia Petro wa pili sura ya 2. Tukio kama hilo lilitokea miaka 3500 iliyopita jangwani. Kabla ya kutoka Misri, Waisraeli walishuhudia nguvu na miujiza ya Mungu mara 10. Hata baada ya kutoka, waliguswa na uweza wa Mungu nao wakashiriki katika muujiza wa bahari ya Shamu. Isitoshe, jangwani walipokea mana kila siku kwa miaka 40. Walakini katika mwaka wa 40 walikutana na wanawake wa Moabu, wakiangukia kwenye upotovu kwa kula chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu na hata kuabudu hizo sanamu, ingawa walikuwa wamejionea uweza wa Mungu kwa miaka 40. Shetani alitumia kadi ya hila mwishoni. Hata watu ambao walikuwa wametembea kwa utiifu kwa miaka 40 kabla tu ya kuingia nchi ya Kanaani, walishawishiwa na wanawake wa Moabu, wakaangukia kwenye ibada ya sanamu, nao wakampoteza Mungu. Ilikuwa sawa na Esau ambaye hakuweza kuvumilia njaa yake, naye akauza haki yake ya mzaliwa wa kwanza kupata bakuli la mchuzi wa dengu. Kwa kuwa Mungu anajua mambo haya yote, anatuambia kwamba katika siku za mwisho, ulimwengu utakuwa mwovu na wa uzinzi sana. Kwa hiyo watu wa Mungu wanaotamani mbinguni lazima wawe na imani inayotazamia ile siku ya Mungu kwa hamu, wakiwa na matendo matakatifu na ya utauwa. Walikutana na wanawake wa Moabu katika mwaka wa 40, miezi tu kabla ya kuingia Kanaani. Hizi zilikuwa njama za mwisho kabla tu ya kuingia Kanaani. Kwa kuwa Mungu anajua kwamba mambo haya maovu yatatokea katika enzi hii, Mungu anataka watoto wake waishi maisha matakatifu na ya kumcha Mungu. Hesabu sura ya 25 mstari wa 1. Tuangalie sura ya 25 mstari wa 1. Israeli alipokuwa akikaa Shitimu, wanaume wa Israeli walianza kuzini na wanawake wa Kimoabu, ambao waliwaalika kushiriki katika kutoa kafara kwa miungu yao. Watu wakala na kusujudu mbele ya miungu hii. Kwa hiyo Israeli akaungana katika kumwabudu Baali wa Peori. Hasira ya Bwana ikawaka dhidi yao. Mstari wa 4. Bwana akamwambia Mose, wachukue viongozi wote wa watu hawa, wawe na uwaweke hadharani mchana peupe mbele za Bwana, ili hasira kali ya Bwana iweze kuondoka kwa Israeli. Kwa hiyo Mose akawaambia waamuzi wa Israeli, kila mmoja wenu lazima awaue wale wanaume wenu walioshiriki katika kumwabudu Baali wa Peori. Ndipo mwanaume wa Kiisraeli akamleta mwanamke wa Kimidiani katika jamaa yake pale pale mbele ya Mose na mkutano wote wa Israeli walipokuwa wakilia kwenye lango la hema la kukutania. Finehasi mwana wa Eleazari, mwana wa kuhani Aroni, alipoona jambo hili, akaondoka kwenye kusanyiko, akachukua mkuki mkononi mwake. Akamfuata yule Mwisraeli ndani ya hema. Akawachoma mkuki wote wawili kwa pamoja, ukapenya kwenye mwili wa yule Mwisraeli na mwili wa yule mwanamke. Ndipo tauni iliyokuwepo dhidi ya Waisraeli ikakoma. Lakini wale waliokufa kwa hiyo tauni walikuwa watu 24,000. Mungu alikasirika sana kiasi kwamba alileta tauni juu yao. Ni lazima tuandike mioyoni mwetu kwamba mambo haya hayampendezi Mungu kamwe.
Kwa kuwa Mungu anajua vizuri jinsi shetani anavyowaongoza watu wa Mungu kwenye maangamizi, Mungu anasisitiza kwetu, tafadhali kumbukeni maneno haya. 우리 하늘 자녀들에게는 이 말을 깊이 명심하라. 계속해서 강조해 주신 장면을 바라볼 수가 있습니다. Imeandikwa katika Waefeso sura ya 5 kwamba mwasherati hawezi kamwe kurithi ufalme wa Mungu. Lazima tusiyachukue maneno ya Biblia kama mzaha. Hayo ndiyo maneno kamili ya Mungu. Ni mwongozo wa wokovu tuliopewa kama karama ya kuokoa watu wa mbinguni, kwa kuwa Mungu anajua mwisho tangu mwanzo. Haijalishi ulimwengu unakuwa mwovu na wa uzinzi kiasi gani, watu wa mbinguni lazima wageuzwe kuwa wenye haki na wazuri ndani ya mafundisho ya Mungu. Nikiwaomba kwamba mtu yeyote asiachwe nyuma na watoto wote wa mbinguni waweze kuingia mbinguni salama, ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.